Baada ya klabu ya Yanga kutoa taarifa kwamba inaidai TFF fedha za ubingwa wao wa kombe la CRDB za msimu uliopita na kusema kwamba haitacheza fainali mpaka ilipwe fedha hizo, tuliona taarifa kwa umma kutoka TFF ambayo inathibitisha kwamba benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba, na kusema kwamba fedha za msimu 2023-24 ya mashindano haya ya kombe la shirikisho ya CRDB, benki ya CRDB ililipa fedha zote za kimkataba ambazo ni shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Lakini pia taarifa hii ya TFF inasema kwamba wamemsikia meneja habari na mawasiliano ya Young African akisema kwamba wanaidai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Na TFF katoa taarifa kwamba wanatoa ufafanuzi kwamba TFF ndio ambayo inaidai klabu ya Yanga, kwani klabu ya Yanga iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa malipo yanayotakiwa kulipwa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Taarifa hii inaendelea kusema kwamba ili kutuondolea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeiandikia barua klabu ya Yanga kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu hiyo akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. Hii ni taarifa ya TFF ikiwa inaonyesha kwamba Yanga haiwadai, wao ndio wanaidai Yanga, na TFF kamaliza kwamba TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Sasa klabu ya Yanga haijakaa kimya baada ya kuona taarifa hii kwa umma kutoka TFF. Sasa Yanga wamekuja kujibu wao kwa taarifa kwa umma kwamba bado wanaidai TFF kwa kutoa taarifa kwa umma kwamba tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwa inaidai klabu ya Yanga bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma kuwa klabu ya Young African haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu mitatu mfululizo, msimu 2021-22, 22-23 na msimu 2023-24. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Yanga. Ni aibu na fedheha na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke, ada ya malipo ya wachezaji wa kigeni walizozisema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo mwa msimu mpya na hela hizi za ubingwa hutolewa mwisho mwa msimu. Klabu ya Young African haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young African unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho CRDB la msimu 2023-24 ili tuweze kucheza mchezo wa fainali siku ya tarehe 28 Juni mwaka 2025. Hii imetolewa na ofisi ya mtendaji mkuu Young African Sport Club. Hii ni taarifa kwa umma ya Yanga kwenda kwa TFF. Bado jambo limekuwa ni kubwa, na hapa ni taarifa kwa umma na taarifa kwa umma zimekuwa zikipishana kuonyesha kwamba jambo hili bado ni zito. Maoni yako kwenye hili ni yapi? Dropisha komenti yako kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Mimi ni Sadi TZ. Hii ni Simulizi na Sauti.